kulikuwa kuna kesi nyumbani. Umepigana tena? Sijapigana, nimempiga mtu. Ni vitu viwili tofauti. Unaona sifa. Sasa yeye mwenyewe ndo kaanzisha ugomvi. Na wewe umeniambia mtu akianzisha ugomvi, mimi niumalize. Michael, kipindi kile ulikuwa ni mtoto. Sasa ushakuwa mtu mzima. Watu wazima huwa hawagombani. Watu wazima humaliza tofauti zao wenyewe. Shangazi, wewe mbona na mumeo hammalizi mambo kiute uzima? Peleka huo mzigo nyumbani. Hivi kwa nini unamruhusu mumeo akufanyie hivi? Unataka nifanyeje? Nenda mahakamani, kamshtaki, ikibidi omba talaka yako urudi nyumbani. Alafu utatulisha wewe? Wewe unayetafuta ugomvi kutwa nzima badala ya kutafuta shughuli ya kufanya. Umlishe shangazi yako kule nyumbani. Sawa, Kitemo ananipiga ndio. Lakini ndiye anayekulisha wewe na shangazi yako. Lakini mimi sijaomba Kitemo anilishe kwa ajili ya kunyanyasa wewe. Peleka huo mzigo nyumbani, asije akakukuta hapa bure. Ni bora nikute, tuone na mimi ataweza kunipiga au nguvu zake ziko kwa ajili ya kuwapiga wanawake tu. Michael! Sijakuona mezani baba. Basi nikuletea chakula. Asante. Ila sina njaa. Kula basi hata kidogo. Unataka upungue uzito? Jana pia umesema hivyo hivyo. Sina njaa na hukula. Mami, tell me about my father. Au amefariki? How many times nimekwambia sitakusikia? Utanificha akili mama. Kama amefariki, basi naomba unionyeshe picha yake wala. Mama, huwezi kuniambia babangu wapi alipo. Basi walau niache niishi kwa uhuru kuliko unavyomtreat every day kama mtoto mdogo. Why? Wewe kwangu utabaki kuwa mtoto mdogo. You know what? Nimekubeba hapa tumboni mwangu. I know. Nimekunyonyesha kifuani mwangu. I know, ma. Na hapo ulipofika David, ni kwa ajili ya juhudi za ulinzi wangu kwako. La sivyo ungekuwa umeshapotea kama ulivyompoteza babangu mzazi. Tell me, mama. Niambie. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi.
Dawa zimeisha eh? Zimebaki kidogo. Kidogo ndo ngapi? Zimebaki 2, lakini kwa sasa naona nipumzike kwanza. Daktari kasema kwamba utumie hizo dawa mpaka utapokuja kufanya upasuaji. Najua mume wangu, lakini dawa hizi ni gharama sana, zinakuumiza wewe. Hilo sio ombi. Cha msingi kesho na kununulia dawa uendelee kuzitumia kama kawaida. Sawa. Hivi unajua kesho binti yetu anatimiza miaka 23? Ndio niko hapa naangalia zawadi gani ambayo nitamnunulia. Zawadi tena? Kevin, nataka kuniharibia binti jamani. Anaharibika na nini? Nataka nimnunulie zawadi kadogo tu. Si jambo. Siku hizi hajaji pale ofisini. Kwa hiyo wala sijamuona. Mtoto wake je? Yule mtoto ana heshima. Mtoto ana heshima sana. Watu wote pale ofisini wanampenda. Maskini kama babake. Ni miaka 25 sasa hivi imeshapita. Hivi kwa nini unashindwa kuachana na hiyo story ya Peter na Alice? Hebu achana nayo. Najua mume wangu, lakini sababu ni mimi. Labda ingekuwa sio mimi, Alice leo hii angekuwa anapita na wakilea watoto wao wawili. Na muda mwingine hata kama Alice nilikuwa naye, nadhani ni Mungu tu kaamua kunihukumu. Unasemaje? Unazo akili wewe? Nakuuliza binti, unazo akili? Nimekuuliza Peter ameelekea wapi na mtoto? Hayo mengine yametokea wapi? Baba yako alitoa pesa kwa bibi na yule msichana. Yule msichana hana mahusiano kabisa na Peter. Nashukuru. Na endelea kuhakikisha kwamba hao watu wawili hawana nafasi kabisa ya kurudiana tena. Na nitaendelea kukulinda. Sawa. Naomba uniambie anachosema ni uongo. Alice, huyu ni muongo. Tena ni mshenzi. Anachokifanya hapa ni kutupotezea muda ili tusimpate Peter. Yes. Peter ameelekea huko. Kaenda hivi, sio kapita huko. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba watu wote wanauma ugonjwa mkubwa kuliko wewe watakuwa wamemkosea Mungu? Au unataka kuniambia Alice tokea amezaliwa mpaka amefikia umri huu yeye hajawahi kumkosea Mungu? Unadhani Alice akigundua wewe ni mume wangu atakubali kweli muendeshe mtoto wake? Kaa ukijua kwamba Alice yeye haendeshi maisha yetu. Ni Mungu pekee ndo anaendesha maisha yetu. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ishanikosesha penzi lile la kweli, shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani. Yote shilingi inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, 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 shilingi. Mimi sio sahihi. Walinitumia SMS kwa leo niende kwa ajili ya interview. Alafu wanaenda wananiweka kuanzia asubuhi mpaka jioni, hapo hamna cha maana. Wewe unaona inachekesha, sio? No, yeah. Inachekesha kidogo sana. Yeah. Sikiza bwana mdogo. Kitendo alichokufanyia sio cha kiungwana wala cha kistaarabu hata kidogo. Na wala haichekeshi hata kidogo. Sasa unacheka nini? Sajo, hii sio interview yako ya kwanza, right? Yaani wewe umeshafanya interview nyingi sana na kukosa kazi. Hivi ulikuwa unanisikiliza kweli wewe?
Nimekwambia nimekaa kuanzia asubuhi mpaka muda huu. Hakuna nilichofanya. Mimi ninachomaanisha ni kwamba umekosa kazi. Unanielewa vizuri? Na kwani interview ngapi unafanya wewe na unafaulu vizuri afu anakunyima kazi baada ya vitu vidogo tu? Sasa kinachonichekesha mimi ni kwamba baada ya matukio yote haya ambayo yanatokezea, alafu wewe unashindwa kujifunza kupitia haya. Kujifunza nini? Kuwa sina bahati au shehe? Hapa swala la bahati wala halisiki. Unachotakiwa kufahamu katika akili yako ni kitu kimoja. Masuala ya kutafuta kazi bila kuwa na connection wala hela, usahau kabisa kwenye kichwa chako kwamba unaweza ukapata kazi. Sasa bahati mbaya mdogo wangu, wewe connection huna wala hela huna. Sasa kwa hiyo mimi nilisoma ili wewe. Bora ungeniambia muda mrefu ili nisipoteze muda wangu kusoma. Vuta subira. Vuta subira bwana mdogo. Hey, mambo? Poa Bedi, niambie. Poa, uko poa? Au umeshai ni kishenzi yani. Kaida bwana. Mdogo wangu unamjua? Ya, namfahamu. Ameniambia nimwambie namba yako ya simu. Nakupenda sana afa anashinda kumwambia. Acha hizo Bedi bwana, kwa mali na wewe. Poa basi, chekiane baadaye. Poa Bedi. Haina noma. Haya. Wewe mwanangu, mbona nikimbia mwanangu wewe? Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Unaniangusha sana. Sana yani unaniangusha. Mbona mimi nakufanyia mambo alafu unakimbia? Kwani mimi nilikuomba? Mdogo wangu, maisha ndiyo haya hayabadiliki. Kama unashindwa kuyafurahia kwa mambo mengine, basi unaweza kuyafurahia kwa kujiburudisha. Chips ya. Nimekumbuka. Hivi bado unakafuatilia kale kadem kako kale kwa kule juu kule? Jina lake ni Wema. Sio kademu. Hivi nikuulize Sajo. Tangia uanze kukafuatilia kale kadem, sasa hivi una muda gani? Miezi 6 au 7? Haikuhusu Obedi. Wewe si ule chips zako hizo? Kazi yako kujipa tu majukumu makubwa yasiyokuwa na msingi. Kutafuta kazi kukutese. Hata kutafuta madem pia nako kukutese. Alafu nimekumbuka bwana. Leo birthday yake. Kama vipi nisaidie hata buku 2 tu nimnunulie zawadi. Nini? Basi achana naye. Mzee, kwa hili jua sidhani kama tutamaliza kazi leo. Jamani, tujitahidini kumaliza. Mimi nataka nilipwe leo hii. Na shida nayo ya pesa. Oya, alafu jana nasikia yule bwana amekuja hadi nyumbani kwenu. Wewe acha tu. Yaani kama mtoto mdogo kaja na bibi mkubwa wake. Kawaje? Unajua shangazi kawasema kidogo tu akaisha. Nice. Sikilizeni. Kama vipi tumvizie leo jioni, tumuoneshe adabu huyo mjinga. Tuachane naye, lakini kuna mtu mwingine nataka tumfundishe adabu. Nani tena? Yule shangazi yangu Zawadi, si ana... Shangazi yako? Unataka tumfundishe adabu shangazi yako? Babu, acheni kudakia mambo ambayo mimi sijamaliza kuongea. Yule mume wa shangazi yangu na nataka tumtie adabu. Mjomba wako? Mimi sio mjomba wangu yule. Kaka, mwanaume aliyemuoa shangazi yako siku zote ni mjomba wako mzee. Sasa shangazi yako wewe si mkewe?
Au amekufanyia nini hasa hadi unataka tumtie adabu? Yaani anampiga sana shangazi yangu, yaani sana. Yaani wewe bwana, yule ni mke wake. Hayo mambo ya wanandoa mimi sidhani kama kuna haja sana ya kuyaingilia. Hata mimi pia. Nyinyi mnasema nini? Hakuna haja kuingilia kwa sababu wale wameoana. Sikilizeni, basi msiingilie hayo mambo. Mtafanya mimi mwenyewe hiyo kazi. Mimi siwezi shangazi yangu nimuone anyanyasika eti kwa sababu yule ni mkewe. What? Michael, nafanya shughuli mwenyewe, kama mtaki kausheni. Sasa wale wameshaoana. Huwezi kuanza kuchanganya tu mambo. Wakioana ndio inakuwaje Sasa utaingiliaje sasa hiyo mambo? Nyie mmekaa hapa mnaongea, mnafikiri ili shamba tajirima lenyewe? Edina. Tunapumzika kwa sekunde kadhaa. Tutaendelea kulima muda si mrefu. Nyinyi ni wavivu sana. Ndio maana baba huwa anapa vibala watu wengine. Usijali Edina. Haka tunakagonga leo kana kuisha kote leo haka. Wewe Edina. Nini? Wenzako wanapokuja sehemu kama hii kwanza wanasalimia, ndipo ndo wanafanya mambo mengine. Wewe babu kausha babu na wewe. Vipi na wewe? Kausha achana naye. Tuendelee muda si mrefu. Unataka kugombana watoto wa kike. Tulia basi. Tulia basi. Mwache bwana na wewe Michael. Nisikilizeni, ipo siku yake mimi nitamnyoosha huyo. Wewe ngojeni tu. Ujue nyinyi wote wawili mna matatizo. Kuna kitu baina yenu, badala mkikubali mnabaki kutupa tu shida sisi watu. Tunatuona watoto wadogo. Kitu gani? Sinauliza nyinyi kitu gani? Sikiza nikwambie kitu kimoja bwana. Hebu tukalime, acheni na masuala ya mapenzi. Tuwe tukalime tuchukue hela mzee. Shika. Yajayo kwenye shilingi. Ngoja na mimi kwao. Sasa huu ndo wanaume mwanangu. Ile ni kampuni yako. Ukiona tatizo usitoe ushauri. Toa amri. Na atakayepinga msimamishe au mfukuze kabisa. Fungua sasa. Fungua. Happy birthday to you. Hivyo kwa nini unifuatilia kuona ninavyofeli? Bahati mbaya wewe hauna mdogo wako. Ungekuwa naye ungeelewa kitu gani ambacho shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi yaliyopita kwenye shilingi. Wanao wananitafuta ubaya, nakwambia. Mimi sitaongea tena, ila nitakachokuja kukifanya tusilaumiane. Punguza hasira. Mimi ni kwa bisho bwana. Tena bisho kabisa. Bisho wa kupitiliza vile. Usinione hivi. Ni bora nikute. Tuone na mimi ataweza kunipiga au nguvu zake ziko kwa ajili ya kuwapiga wanawake tu. La sivyo ungekuwa umeshapotea kama ulivyompoteza babangu mzazi. Tell me mama. Niambie. Unadhani Alsi akigundua wewe ni mume wangu atakubali kweli muoneshe mtoto wake? Mami. Tell me about my father. Au amefariki? Michael, kipindi kile ulikuwa ni mtoto. Sasa ushakuwa mtu mzima. Watu wazima huwa hawagombani. hivi. Wewe ni mtu wa aina gani? Kila siku naongea kitu hicho hicho, utazani naongea na mtoto mdogo. Ndio Mr. David. Nasikia ulikuwa unanihitaji. Ndio. Vipi? Kazi zinaendeleaje? Tunamshukuru Mungu. Zinaendelea vizuri. Vizuri. Nimepitia leo hadithi yako mpya. Vipi? Hujaipenda? Ni nzuri, ila sidhani kama inafaa katika gazeti hili. Kivipi? Sijakuelewa. Na sio tu hii. Nilikuwa nafuatilia kwa muda mrefu sana hadithi ambazo unaziandika kipindi hiki. Zimeegemea sana katika swala la ngono. Mr. David, watu ndio wanapenda hadithi za namna hiyo. Sidhani. Mimi naamini watu wanapenda kusoma vitu vizuri. Lakini hizi sasa hivi zimekuwa kama pornography. Mr. David,
Mimi nimeliandikia gazeti kwa miaka mingi sana. Ninajua yani nini watu wangu wanapenda kusoma. Sijasema kama haujui. Naomba unisikilize Mr. David. Taratibu zangu za kazi zinanihitaji nibadilishe hadithi ikiwa tu mkurugenzi au mhariri mkuu ananihitaji kufanya hivyo. Wewe sio mkurugenzi wala sio mhariri mkuu. Huwezi kuniambia nibadilishe hadithi mimi nikakuelewa. Vipi vijana? Mmemaliza kazi? Ndio, tumeshamaliza. Mna uhakika mmemaliza sehemu yote kule? Ndio. Sawa sawa. Mzee, mbona shilingi 10,000? Kumbe mlikuwa mnataka niwalipe shilingi ngapi? Si tulikubaliana sisi shilingi 20,000. Ndio. Kama mngemaliza kazi kwa wakati ningewalipa hiyo 20. Na mliniambia kwamba saa 9 tu kazi yote itakuwa imeshakamilika. Sasa hivi ni saa ngapi? Asante sana mzee wangu. Naomba mara nyingine ikitokea kazi usiache kutuita. Huo ndio wanaume sasa. Sio yule mwenzenu mwenye ndevu kama zimefagio ya chuma anaondoka hapa amevuta mdomo utasubiri kidogo. Huu ni upuuzi wanangu wewe. Tumekubaliana shilingi 20,000, alafu wewe ndo mtu wa kwanza unapokea shilingi 10,000. Acha tukubali tu, ili siku nyingine ikitokea kazi atuite, ili atudhulumu tena, si ndio? Wewe punguza kama majaziba yako, ni kila siku na majaziba tu. Sasa bila kulima hata hii shilingi 10,000 tungepata wapi? Sio makubaliano yetu lakini. Sasa bado tumepata hiyo 10,000. Mbona unakuwa hivyo kila siku tunakwambia uelewi bwana? Acha bwana. Kilo mbaya kama baba yake, kifupi kama Achana naye. Wewe si mtoto wa bosi ndio maana unakuta analinga. Sasa ndo asonye kila muda babu. Sasa ungekuja kulima kwao, ungekuwa una shamba kila siku. Wewe tulia, tunaja kunyoosha. Sasa mwenzao kwa kuna hela ndio maana unakuja kulima kwao. Wewe una hela. Kila siku matatizo wewe. Kila siku matatizo. Unakuwa kama ndugu yangu mmoja kwa Zulema Nyabdara kapita matatizo mengi. Haukuwa na siku nzuri nini ofisini? Kwa nini? Hauko vizuri yani kabisa. Sio kawaida yako. Naomba nikuulize kitu Mr. Calvin. Unijibu kiwazi kabisa. Uliza. Unazionaje hadithi za Mr. John Msemo? Kusema ukweli, John Msemo ni mwandishi mkubwa sana na mzuri na mwenye kipaji. Lakini sasa hivi naona kama vile anapoteza mwelekeo. Kwa nini unasema hivyo? Kusema kweli, John ni mwandishi mkubwa na mwenye kipaji. Lakini sasa hivi anachokiandika mtu yeyote mwenye mpenzi anaweza akakiandika. Maana inaonekana kabisa ni kama anatuhadisia tu jinsi anavyofanya mapenzi yeye na mke wake. Na ni vitu ambavyo vinaonekana kwamba havina mashiko. Mimi niko kama wewe. Lakini watu wanapenda kusoma hadithi za hivyo. Kiukweli watu wengi wanaopenda ngono watasoma hadithi zake na wataziona nzuri. Lakini mtu yeyote mwenye heshima zake hawezi kukaa kusoma zile hadithi. Mimi nachokumbuka zamani binti yangu naye alikuwa anapenda sana kusoma zile hadithi. Lakini sasa hivi simuoni. Sio kwamba asomi, hapana. Anazisoma lakini kwa kujificha. Sasa ukiona mpaka kitu chako mtu anasoma kwa kujificha, basi ujue kina waraki sio kizuri. Nakubaliana na wewe Mr. Calvin. Kumbe una mtoto? Ni mkubwa kabisa, ni rika lako.
Na leo unapokuambia ni birthday yake. Wow, pongezi yake. Ningejua mapema ningemchukulia zawadi nimpelekee kwa niaba. Asante sana. Waso vitu vizuri. Tembea ule tu. Kitemo. Kitemo hicho achuni. Mungu na mtu. Chali, nikikuachia nataka utembea tu shilingi 1000 wako. Ukifunua kama hapo, kichapo kikubwa zaidi kinakusubiri. Tembea. Sasa ukimpiga tena mkeo, ukimpiga tunakuzingua. Tembea. Tembea. Vitu vingi. Unasema wewe kuzao kila saa. Wow. Hey, baby. Nilifikiri tunaota leo. Usiku mwema. Oye, fungua bao.
Waangalie mimi nagonga muda wote ufungue. Maana yake nini? Sasa njoo hapa. Piga magoti. Nimekosea nini leo? Nimesema piga magoti. Mbona leo sijafanya kosa lolote mume wangu? Oh, unatuma watu mmoja kunivamia, si ndio? Haka, Sasa sijatuma mtu yoyote. Sasa ngoja na mimi nikutume kwao. Jinga moja. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. No. What's wrong? Kuna tatizo kazini? Hapana, hakuna tatizo. Sasa mbona uko hivyo? Mbona umepooza? I'm tired too. Mami, nataka nikatafute kazi ofisi nyingine. What? Yeah. Pale ofisini mimi nimewekwa tu bila kufanya interview na bila kulipa mshahara. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikajaribu sehemu nyingine kuomba kazi bila msaada wako. Kwanza nimekupeleka shule mpaka umemaliza. Unajua kufeli hata mwaka mmoja. Nimesha kuja darasa lako kukusaidia mitihani yako. No. Akili zako na juhudi zako ndio zinakufanya wewe usikie. Kama kuna mtu anakuambia eti unapata kila kitu kwa ajili ya msaada wangu, anakuonea tu. Na kuhitaji sana uwepo wako pale usiku. Uko pale kwa ajili ya kunisaidia. Okay, kama ni mshahara sema unahitaji mshahara kiasi gani? Hapana mama. Naongea kama bosi wako, siongei kama mama. Unahitaji mshahara kiasi gani? Wafanyakazi wako wote umewaambia wajipangie mshahara ambao wanaotaka. Kama wangekuwa wanafanya kazi kubwa na umuhimu kama wewe, ningeambia ujichagulie. Hamna kazi ninayoifanya mama. Nakaa tu ofisini, naandika makala yangu ambazo mara nyingi hazitumiwi. Na hapa mawazo yangu hawayafanyii kazi. Nipo tu. David, ile ni kampuni yako. Ukiona tatizo usitoe ushauri. Toa amri. Na atakayepinga msimamishe au mfukuze kabisa.